Leo tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, moja ya stori kubwa ambayo inasubiriwa na wengi ni kuhusiana na kufikishwa mahakamani kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakili Tundu Antipas Lissu, ambaye anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ili kusikiliza kesi zake mbili zenye makosa manne zinazomkabili. Kumbuka kesi ya kwanza ambayo inamkabili, ambayo ina kosa moja, ni kuhusiana na shtaka la uhaini ambalo linamweka katika milango ya gereza mpaka hivi sasa kutokana na kwamba kesi hiyo haina dhamana. Mara ya mwisho kutajwa katika kesi hiyo mahakamani hapa, moja ya jambo kubwa ambalo lilitajwa na upande wa jamhuri ama upande wa waleta maombi ni kwamba upelelezi wa jambo hilo bado unaendelea, na hivyo kesi hii kusikia leo inafika kwa ajili ya kutajwa. Lakini kesi ya pili ni inahusiana na masuala ya uchochezi na utoaji wa taarifa za uongo, ambapo kesi hii ina makosa matatu. Kosa la kwanza ni lile ambalo linadaiwa ya kwamba alisema polisi wa nchi hii ni CCM, lakini kosa la pili na mbali zaidi akasema polisi wa nchi ni CCM, lakini wakati huo polisi wanahusika kubeba kura katika vibegi katika chaguzi mbalimbali, jambo ambalo pia yeye amelikataa wakati anasomewa shtaka hilo. Lakini kosa la pili linahusiana na ile taarifa aliyodai kwamba majaji na mahakimu wa nchi wote ni CCM, na mara nyingi wamekuwa wakijipendekeza ili wapate uteuzi wa nafasi mbalimbali, ikiwemo nafasi ya kupandishwa vyeo kufika kwenye mahakama kuu na mahakama za rufani. Lakini kosa la tatu ni lile alilodai kwamba katika uchaguzi wa mwaka 2024, uchaguzi wa serikali za mitaa, wasimamizi wa uchaguzi walipewa maelekezo na rais ya kwamba wawaingue wagombea wa Chadema na vyama vya upinzani kwa ujumla wake. Licha ya kwamba makosa yote haya yameyakataa, lakini upelelezi wa jamhuri kuhusiana hilo unaonekana ya kwamba umekamilika, na kesi hiyo kwa siku ya leo inafika kwa ajili ya kusikilizwa maelezo ya awali. Lakini Jambo TV tulifika hapa mapema sana asubuhi katika viunga hivi mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, na katika jambo ambalo lisilotarajiwa na lisilokuwa la kawaida ni kwamba ilipigwa marufuku kwa wakati huo, tukielezwa kwamba mahakama itakuwa wazi kuanzia majira ya saa 3. Lakini hata hivyo ilipofika majira ya saa 3 kasoro, ambapo watu wengi walikuwa wanaingia mahakamani, basi nao pia ilipigwa marufuku na idadi kubwa ya waandishi pia nao ikizuiliwa kuingia katika viunga vya mahakama. Hata hivyo tunaelezwa kwamba idadi kubwa, na tumeshuhudia idadi kubwa pia ya wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema nao wakizuiliwa kuingia katika viunga vya mahakama, na ulinzi ukiwa umeimarishwa karibu kila kona ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Tumezungumza na mjumbe wa kamati kuu Lucas Ngoto, ambaye pia ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Victoria, kujua nini hasa ambacho kinaendelea na wanapokeaje kuhusiana hili. Hii ni ripoti ya Raidhan Mohamed na mwenzangu ni Novatus Kulunalila. Okay, naitwa Lucas Ngoto, mwenyekiti wa kanda ya Serengeti na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema. Tumefika hapa kwa ajili ya kuhudhuria kwenye kesi ya mwenyekiti wetu wa Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Lakini cha ajabu kuna mapolisi wengi kuliko hata wananchi wamejaa hapa na magari yao, na makamu mwenyekiti bara yeye amezuiliwa hapo Salenda pamoja na mwenyekiti wa mkoa wa Mara Mwalimu Chacha Heche na wanachama wengine wamezuiliwa hapo. Mimi nimebahatika kufika hapa mahakamani kwa sababu nimetumia usafiri ambao pengine mimi mwenyewe na ujua, kwa sababu nimetoka Mara pale, najua namna ya kupenya. So cha ajabu tulipofika hapa, askari pale getini anazuia kwamba leo hakuna mahakama. Anazuia watu wote wanaoenda pale, wanazuia kwamba leo hakuna mahakama, na mpaka sasa tuko hapa hatujajua kama mwenyekiti wetu ameshaletwa hapa mahakamani. Kwa hiyo tunaomba na tunaitaka mahakama itoe amri juu ya wananchi na watu wanaokuja kusikiliza kesi zao, iwaambie hao polisi walioko hapa nje wasizuie watu, kwa sababu hii ni eneo ambalo linatoa huduma. Kwa kama mahakama ni mahali ambapo wanatoa huduma, wanazuiaje watu wasije kusikiliza? Na ni lini ambapo mahakama watu walizuiliwa kwenda mahakamani? Lini ambapo ni huduma zinatolewa mbalimbali? Kuna watu wana kesi mbalimbali, lakini watu leo wanazuiliwa kwenda kupata huduma kwenye mahakama. Tunaomba na jaji na viongozi wa mahakama watoe kauli ya kuruhusu watu wote wasikilize, kwa sababu hii ni kesi ya uhaini. Kesi zote za uhaini, hakuna kesi iliyowahi kufanyika kifichoni. Kesi zote za uhaini zinafanyika hadharani. Kwa nini hii kesi wanafanya ufichoni? Wanasema hakuna mahakama, na tunaona kuna vitu vinaendelea mule ndani. Kwa hiyo tunatoa wito kwa mahakama iruhusu, inaitoe maagizo wananchi waingie wasikilize hii kesi. Nimesikitika kwamba hata waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia.
Hata waandishi wa habari, nimekuwa pale getini, waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia mahakamani. Kwa tunasikitika kwamba hata vyombo vya habari uone kuna giza, hata waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia na wanakamatwa. Niko pale, kuna mwandishi mmoja amekamatwa, si wa chombo gani, lakini kwa nani, hata wale wanaokuja kusikiliza kesi zingine na wenyewe wanakamatwa. Sasa hii ni nchi gani na tunaenda wapi? Wanasheria wenye vesi mbalimbali na wenyewe wanazuiliwa kuingia mahakamani. Wao waache watu waingie, waruhusu waandishi wa habari waingie. Tunatoa wito kwa Watanzania wenzetu kwamba sisi bado msimamo wetu kama Chadema, no reform, no election. Huo ndio msimamo wetu na huo ndio msimamo wetu. Hata wangetukamata wote, bado wanaobaki ni no reform, no election. Asante sana. No reform.